Ikitokea ukatupwa kama takataka, basi jua kwamba unaweza ukageuka mbolea ya kustawisha mmea, lakini tambua kwamba hautokuwa na thamani tena kwa yule mtupaji zaidi ya huo mmea tu uliostawisha. Nongwa. 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 Fungua bwana. Fungua bwana. Nashindwa kuendelea kuongea na nakosa la kuamua kwa kuwa nasikia kwako kuliko kwa mwingine. Sasa kwa kuwa umeamua kuchukua hatua hiyo kama ulivyochukua hatua ya kuwa naye, sidhani kama naweza kukushauri. Ni sawa, nitakupa namba zake, ila nahitaji muda mrefu sana wa kuwa peke yangu. Sasa hapa nitakachokifanya ni kumchunguza kama na dhamira thabiti ya kuwa naye, na nikipata majawabu ndipo nitakushauri. Ni sawa. Hebu nisubiri tuondoke wote. Kwa nini? Sababu kuna changamoto kama yapo nyumbani kwangu. Mengi sana umeyashuhudia yaliyonitokea mimi kakaako kule Tanzania, mpaka ikafika hatua nikawa mfano mbaya kabisa kwa jamii. Sasa nilichofikiri mimi, labda wewe ungekuja huku, ungekuja na somo ambalo limenitokea mimi kaka yako, lakini hatima yake umekuja kuwa ni kama wale wasichana ambao walinikwaza sana mimi. Lakini mimi sikutaka itokee hivi kaka. Matokeo yoyote ya jambo duniani yanaanza kuonekana mwanzo. Ulichotakiwa kufanya wewe ni kupambania elimu ambayo ndiyo msingi mkuu wa wewe kuletwa hapa. Kama wanaume au wavulana, Tanzania wako wengi tu, tena wako makini mno. Na kama ingekuwa ni issue ya mahusiano, mimi sidhani kama ungekuwa na sababu wewe kuletwa. Ni kweli kaka, lakini kila ua uchomoza kwenye mti uliopendekezwa. Sawa. Lakini kuna wakati inakubidi umpende aliyekupenda ili kumsahau aliyempenda. Unamaanisha nini kaka? Hapa namaanisha Tai. Kinachonichanganya hapa ni hali ya Doli kukataa kabisa kuzungumza na mimi. Hii inanipa shida zaidi kuliko Zuu.
Mimi najua unampenda sana Dori. Na Zuu, ulikuwa una balance masuala ya mahitaji. Ndio maana nakwambia wewe pambana na Dori akae sawa. Kwa sababu anajitambua. Lakini pia ni aina ya mabinti unaowataka. Labda nikwambie kitu unaona. Mwanaume aachi. Unasemaje aachi wakati nimeachwa? Tena mbaya zaidi, na wote tegemezi wamenimwaga. Wewe hujaachwa. Ila upo kwenye misukosuko fulani unayopitia. Uko kwa Zuu, kwa kuwa umeshaenda, ilo kuisha ni rahisi. Ndio maana nakwambia wewe pambana na Dori, kisha nipate nikupe mbingu. Mbinu gani? Za kuweza kuweka wote bila idara kuingiliwa na mtu. Wewe si unajua mimi ninao 5. Wala sije kushtakia. Mimi ni kama wewe tu. Sina kazi ninayofanya zaidi ya kuwashenyeta. Mara nyingi wavulana wa sasa hupenda kuwekeza kabla hawajaacha kabisa. Hata mimi nimeiona akiba yake, na kinachoniumiza sio akiba, ni kipindi alichonionyesha hiyo akiba. Unamaanisha nini? Kaja kunionyesha wakati wa furaha yangu na kipindi cha kuitekeleza ahadi. Na hapa ndipo walipokosea, na mimi nitajikita zaidi ili kujua kwa nini alifanya kweli. Mimi sidhani kama upendo wangu utarudi tena kwake, hata iweje. Hapana mdogo wangu, usiamue kwa hasira ikakuwa mbaya sana. Acha tu iwe mbaya dada. Sawa. Halafu hukuwahi kuja kwangu zaidi ya mimi kuja kwako. Chanda leo kapajue. Labda baadaye unielekeze. Kwa sasa niache kidogo niende nikae tulize akili. Sawa. Na uliniambia anaitwa nani yule mpenzi wako? Hapo sasa unanikosea. Kwa sababu huyo ni ex kwa sasa. Samahani, niwe radhi. Anaitwa nani yule? Nongo. Vipi? Kwani unamjua? Hapana. Na mbona umestaajabu? Naona mvulana na jina nzuri, ila matendo yake mabaya. Hivyo sasa, Mungu akupe vyote. Sawa, kwaheri. Mimi nafikiri dhamira ya kukuleta wewe huku kusoma ilikuwa ni bora zaidi kuliko ulionayo. Na masakata ya namna hii ndio yalipelekea mpaka wewe kuondolewa Tanzania kuletwa hapa kwa ajili ya kusoma. Sasa ikifika hatua ukawa unayafanya yale yale katika mfumo wa kubadilisha mtindo, inakuwa sio sawa Zuu. Utanisamehe tu. Kweli nampenda sana huyo mvulana. Haya, mmepanga nini wewe na yeye? Hatujakaa kupanga chochote. Na ndio maana anakupanga yeye. Yaani sasa anakuonesha upande wake wa pili namna alivyo. Na sisi hatuwezi kuingilia humo kwa sababu hamko kihalali. Ni miemko tu ndio inawafanya muingie katika mahusiano. Kwa sababu mnachokifanya ninyi, yaani ni sawasawa na mtu anaibiwa bange. Hawezi kwenda kushtaki polisi. Hata kama ni haki yake, na polisi wana haki ya kumchukulia hatua mtuhumiwa. Sawa, nimekuelewa. Si kweli. Kivipi unasema hivyo?
Naona umeamua kuanua ngoma juani ili upate kupiga. Nitakachokifanya mimi ni kuongea naye ili nione msimamo wake upoje. Alafu nitakupa mbinu rahisi ya kumalizana na hili jambo. Itakuwa umenisaidia sana kiukweli. Iwapo itakuwa hivyo. Hili shauri lako ni dogo tu, hata halijafikia hatua ya sakata. Mimi nilishawahi kugonganisha wanne na wote wamekaa sawa. Mimi nakuamini na ndio maana nimekuita kwa ajili ya kunisaidia. Karibu tuongee. Asante sana. Bila shaka naongea na Nongo. Ndio. Wewe ni nani unazungumza? Nashukuru. Mimi jina langu ni Lea, dada yake na Doni. Najua huwezi kunifahamu kwa kuwa hatujai kuonana. Ndio. Nilikuwa nahitaji kuonana na wewe ili tuzungumze kidogo. Sawa. Ila ningependa kufahamu ajenda. Samahani lakini dada. Ajenda? Nafikiri itakuwa ni mahusiano yenu tu. Sawa. Sasa, iwapo unaweza kuja ili tuonane na Leni. Mimi nafikiri leo ninao muda. Na ungenipa maelekezo ni wapi? Mimi ningekuja tu dadangu. Sawa, nitakutumia ujumbe wa simu. Haya. Asante. Nani huyo? Huyu ni dada yake na Doli. Anataka tuonane tuzungumzie ugomvi wetu. Kumbe naye anakupenda hadi kalifikisha kwao. Hapo kesi imeisha mapema sana, mapema. Mimi ninayekueleza haya sio kwamba nakutakia mabaya, isipokuwa sasa hivi dunia imebadilishwa sana na utandawazi, kwa sababu usipokuwa makini utajikuta unakukia pabaya. Kivipi kaka? Unaweza ukazani kwamba kumaliza tatizo ni kuumba tatizo lingine, kitu ambacho ukisikiliza sana mambo ya mtandaoni unaweza kujikuta unaingia mtegoni. Sijakuelewa hapo kaka. Ili nitakuelewesha. Hivi wewe unafahamu nini kuhusu tai? Ninachofahamu mimi ni kwamba amekufa. Amekufa nani? Karibu. Karibu rafiki yangu. Asante. Mbona leo mapema? Utokako kwema kweli? Au ndo unataka kunipa mafanikio ya zawadi? Hapana. Nimekuja kuleta athari zake. Mbona sijakuelewa? Taratibu tu utanielewa.
Yeah, baby, I get it. Yeah, baby, I get it.